Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Nikukaribishe moja kwa moja popote pale ulipo. Leo tutaenda kuangalia siri ya miujiza ya Yesu. Kwa nini miujiza hiyo ilitokea? Kulikuwa na makusudi gani? Kulikuwa na lengo gani? Karibu moja kwa moja tuweze kuambatana pamoja katika makala hii. Siri ya miujiza ya Yesu katika Biblia haikuwa tu kuonyesha uwezo wa ajabu, bali ilikuwa na kusudi la kiroho, uthibitisho wa uungu wake na upendo kwa wanadamu. Hapa kuna siri na mambo makuu kuhusu miujiza hiyo, kusudi la miujiza na kwa nini miujiza hiyo iliweza kufanyika. Kwa nini miujiza hiyo iliweza kufanyika? Moja, ilikuwa ni kuthibitisha yeye ni nani. Miujiza ilithibitisha kuwa Yesu ni Masihi, mwana wa Mungu, na kwamba alitumwa na Baba. Namba mbili, kwa nini miujiza ya Yesu iliweza kufanyika? Ni kujenga imani na kuleta uzima. Imeandikwa ili watu waamini kwamba Yesu ndiye Kristo, na kwa kuamini wapate uzima wa milele. Ukisoma Yohana sura ya 20 mstari wa 30 hadi 31 unasema kwamba basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zilizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima wa jina lake. Jambo la tatu, kwa nini miujiza ya Yesu ilifanyika na ilikuwa na kusudi gani? Mojawapo ilikuwa ni kuonyesha huruma. Yesu hakuwaponya kwa ajili ya kuonyesha uwezo tu, bali alichochewa na huruma kwa watu waliokandamizwa na magonjwa pamoja na kuumizwa na Shetani. Jambo lingine ilikuwa ni ufunuo wa Baba. Miujiza ilionyesha kikamilifu njia ya kufikiri na hisia za Baba yake, yani Yehova. Ilionyesha upendo wa Mungu kwa wanadamu. Aina ya miujiza ya Yesu. Injili imenakili miujiza mingi ikigawanyika katika makundi makuu. Moja ni uponyaji, kuponya wenye ukoma, vipofu, viwete na waliopoza. Ukisoma Mathayo 8 mstari wa 1 hadi wa 4. Naye aliposhuka mlimani, makutano wengi walimfuata, na tazama, akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono wake akamgusa akisema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukatakasika. Yesu akamwambia, angalia, usimwambie mtu, ila enenda zako ukajionyeshe kwa kuhani, ukaitoe sadaka kama alivyoamuru Musa, iwe shuhuda kwako. Miujiza ya Yesu ilijidhihirisha pia katika kutoa pepo, kuwafukuza pepo wabaya na kuweka huru waliokandamizwa na magonjwa pamoja na Shetani. Pia miujiza ya Yesu ilijidhihirisha katika utawala wa asili, kutuliza dhoruba, kutembea juu ya maji na kugeuza maji kuwa divai. Lakini pia miujiza ya Yesu ilijidhihirisha katika ufunuo, kuwafufua watu kama ambavyo ilitokea kwa Lazaro. Lakini pia miujiza ya Yesu ilijidhihirisha katika kutoa riziki, kulisha maelfu ya watu mikate michache kama ambavyo ilitokea katika miujiza ya Yesu. Siri ya nguvu na utekelezaji wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Yesu hakufanya miujiza kwa nguvu zake mwenyewe kama wanadamu, bali Mungu alimtia mafuta ya Roho Mtakatifu na nguvu. Ukisoma Matendo sura ya 10 mstari wa 38. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Mungu pia alijidhihirisha katika imani. Mara nyingi Yesu alisisitiza kuwa imani ya mtu ilikuwa inamponya. Mfano, imani yako imekuponya. Lakini pia miujiza ya Yesu ilijidhihirisha katika uhusiano na Baba. Yesu alikuwa akisali na kuunganishwa na Baba yake, ambapo alifanya miujiza hiyo ambatane naye kila mahali. Kwa ufupi, miujiza ya Yesu ilikuwa ishara iliyojielekeza kwenye ukweli mkuu wa wokovu na uzima wa milele. Miujiza ya Yesu katika Biblia
si tu matukio ya kushangaza, bali ni ujumbe wa kina kuhusu uungu wake, huruma yake na ufalme wa Mungu. Hapa kuna mambo 10 tunayojifunza kutoka katika miujiza hiyo. Yesu ni mwana wa Mungu na Masihi. Miujiza ilikuwa uthibitisho wa wazi kwamba Yesu ndiye Kristo aliyeahidiwa na Mungu, mwenye mamlaka ya kiungu. Mungu anajali na ana huruma. Yesu hakufanya miujiza kuonyesha uwezo wake tu, bali alichochewa na huruma ya wagonjwa, huruma kwa wagonjwa, wenye njaa na wanaoteseka, kuwalisha maelfu, kuwaponya wenye ukoma na magonjwa. Miujiza ya Yesu ilikuwa inaonyesha imani na umuhimu wa muujiza. Mara nyingi Yesu alisema, imani yako ingekuponya. Muujiza huja wakati wanadamu wanapomwamini Yesu kikamilifu. Yesu ana mamlaka juu ya asili, kwa kutuliza dhoruba, kutembea juu ya maji na kugeuza maji kuwa divai. Yesu alionyesha yeye ni Muumba mwenye uwezo wa kudhibiti vitu vya asili. Miujiza ya Yesu inatufundisha uwezo wa kuponya magonjwa na kufufua watu. Miujiza na uponyaji na kufufua watu, kama ambavyo ilitokea kwa Lazaro, inaonyesha kuwa Yesu ana mamlaka juu ya magonjwa na kifo. Miujiza ya Yesu inatufundisha ushindi dhidi ya nguvu za giza. Yesu alifukuza pepo wachafu na kuonyesha kuwa ufalme wa Mungu ni wenye nguvu zaidi kuliko ufalme wa Shetani. Miujiza inalenga kumtukuza Mungu na si mwanadamu. Yesu hakufanya miujiza ili kujitukuza, bali ili watu wamwabudu na kumtukuza Baba wa mbinguni. Yesu anaweza kutoa hata bila njia za kibinadamu. Kupitia miujiza ya kulisha umati na samaki wengi, tunajifunza kuwa Yesu ni mtoaji. Anaweza kukidhi mahitaji yetu hata kama rasilimali ni chache. Miujiza ya Yesu inatufundisha kuwa na matumaini kwa waliokata tamaa. Miujiza ilileta matumaini kwa watu waliotengwa na jamii, kama wagonjwa wa ukoma au waliofikiri hali zao haziwezi kurudi katika hali yao ya awali. Hiyo ndiyo siri ya miujiza ya Yesu. Malengo makubwa ya miujiza hiyo ilikuwa ni kuonyesha na kumtukuza Mungu na kuonyesha nguvu ya Mungu na maneno ya Mungu. Endelea kuwa na Kiko Media kwa makala nyingine zaidi ambazo tunakuletea. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa ambazo tunakuletea kila wakati.